customized. Yeah, kwa hiyo sasa yani haijawa na mambo mengi kama wenzetu, ina mabango hapa, Jeruti kakaa hapa, kakaa hapa, kakaa hapa, Mo kakaa hapa. Yani uelewi mabango na nini kwenye jezi nzima. Kwa hiyo sisi unavyoona jezi haina mambo mengi. Imeandika Daima mbele nyuma mwiko, imeweka klabu yake, jiboost huku pembeni, huku mgongoni, basi imeisha. Hata ukienda kumshtaki mtu, unaenda na evidence. You should come with the evidence. Kwa hiyo mimi ningetegemea atuwalipi wachezaji sisi Yanga, tumalizi kuwalipa madeni yao, njoo na evidence, njoo na karatasi za kwamba fulani hajalipwa, huyu hajalipwa, alafu then tuje mezani kwamba sisi ndo tunaongoza kwa kuwa na madeni. Siku hiyo ndo siku ambayo tutaenda kufuta majonzi yetu yote ambayo tulikuwa tumemaliza mwezi mzima tukiwa mapumzikoni. Nikwambie kwenye football, kwenye career football iko hivi. Unaweza ukawa na damu changa lakini mwenye damu ambayo sio changa anafanya vitu ambavyo wewe damu changa huwezi kufanya. Why can't you be the best? Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas. Na Mwananchi, na bila shaka hii ni uzi mpya ambao wanaenda kutumia kwenye klabu yao ya Yanga ya msimu ujao NBC Premier League na mashindano mengine mbalimbali. Madam, zimetoka jezi 3 za nyumbani na nje pia. Kwa nini leo mitinga huu uzi? And unfortunately enough, so kwamba nimetinga huu uzi since yesterday, mimi nimevaa uzi. In short ndo uzi ambao nimeuelewa. And I can say we've made it Yanga. Jezi zote 3 they were perfect. Ukianzia mimi if ningekuwa nazipa max, I could start with ya kijani, then inakuja ya nyeusi, then ya njano inatufungia dimba. Umependa muonekano au material? Material yake ni mazuri, haina mambo mengi. It's just yani imepoa, it's just customized. Yeah, kwa hiyo sasa yani haijawa na mambo mengi kama wenzetu, ina mabango hapa, Jeruti kakaa hapa, kakaa hapa, kakaa hapa, Mo kakaa hapa. Yani uelewi mabango na nini kwenye jezi nzima. Kwa hiyo sisi unavyoona jezi haina mambo mengi. Imeandika Daima mbele nyuma mwiko, imeweka klabu yake, jiboost huku pembeni, huku mgongoni, basi imeisha. Lakini kuna wengine wana makampuni bro, mpaka unasema yani nikianza kuyasoma usiku simalizi. Sasa si ndo hela? Hela gani hizo zote ndo ukae mtu mmoja? Bora zingekuwa ni hela angalau wanakaa watu different persons. Anakaa mtu mmoja, amekaa hapa kwenye tako, ametoka hapa kakaa hapa, ametoka hapa kakaa. Jamani, hata kama au labda anaweza ikawa sababu ndio maana klabu yao haidaiwi. Yeah. No, it's not because haidaiwi. You never know, wanaficha madeni kwa ndani huko. Our work in public, but mimi I hope hakuna klabu ambayo haidaiwi. Upande wa pili wanasema kwamba klabu yenu na madeni sana kwa baadhi ya wachezaji ambao waliotoka na hata wa sasa pia. Hili likoje kiupande wenu? Kiupande wangu mimi waga sipendagi vitu ambavyo havijanyoka. If it's white it's white, if it's red it's red, if it's black it's black. Wangeleta evidence za kwamba fulani mchezaji fulani ni signing yake fee hii hapa, hawana hajalipwa mshahara wake. Yani walete evidence, sio wanabwabwaja tu. Yani when you come to someone, come with the evidence. Hata ukienda kumshtaki mtu, unaenda na evidence. You should come with the evidence. Kwa hiyo mimi ningetegemea atuwalipi wachezaji sisi Yanga, tumalizi kuwalipa madeni yao, njoo na evidence, njoo na karatasi za kwamba fulani hajalipwa, huyu hajalipwa, alafu then tuje mezani kwamba sisi ndo tunaongoza kwa kuwa na madeni. Yeah. Hapo ungeamini. Hapo ningeamini, lakini maneno hizi even you can talk, kila mtu anaweza akatalk. Leo anaweza kaamka mtu from nowhere, hata bubu akaongea. Kwa hiyo just blah blah. Sawa bana. Maingizo mapya pale kwenye klabu yenu amekuwa mengi sana. Kitu gani ama mchezaji gani ambaye amekukosha na kutarajia kama labda msimu hapa angehusishwa na klabu yenu ya Yanga? Peter Sharulile, mimi I didn't expect. Na ukiangalia ni mchezaji ambaye mara ya pili sasa anavunja rekodi.
na hizi rekodi zote zinavunjwa na Yanga. Last time alikuwa ni mchezaji Aziz Ki ambaye aliwalaza watu saa 9 za usiku, and this time we are talking about Peter Sherulile. Peter Sherulile amewalaza watu macho. Peter Sherulile ndo mchezaji ambaye amepata engagement kubwa baada ya kutambulishwa Young Africans. Kwa hiyo ni rekodi ya pili ambayo tumeivunja. Tumevunja rekodi ya kwanza, tukaingia kwenye tukaingia kwenye magazeti, tukaingia kwenye historia ya Guinness. Mara ya pili sasa tunavunja rekodi ya Peter Sherulile, tunaingia kwenye Guinness. Wote club, wote performance, wote an organization kutoka kwa Engineer Hersi. Yeah, this seems that we are systematic. Kuna kitu ambacho sisi tunakitaka. Sio kwamba tuna propaganda. Na kingine kama unavyoona usajili huu sio kwamba yani ni tumebugi wala tumefanyaje, tuna malengo. Kama unavyoona juzi tumepangiwa klabu bingwa, tushapangiwa timu za kucheza nazo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tusingejiandaa huku kusajili wachezaji ambao ni wazuri. Sasa hivi tungekuwa tunaanza kuhaha, tumepangwa na nani, tunahaha, tutamchezesha nani, tutamwacha nani, ndo ile unaanza kumwaza Pacome, wakati Pacome yuko zake kwenye majeraha ya muda mrefu ambayo hatumuhitaji, unaanza kumwaza. Lakini for the time being hatumwazi, kwa sababu kuna wachezaji wamesajiliwa kufix nafasi zake. Kwa hiyo Young Africans ni kubwa, na mwakani tena I hope we are going to take the trophy. In the name of Jesus. I preach like a pastor. Yes, unajua nikwambie kwenye football, kwenye career football iko hivi. Unaweza ukawa na damu changa, lakini mwenye damu ambayo sio changa anafanya vitu ambavyo wewe damu changa huwezi kufanya. Why can't you be the best? Kwa hiyo unaweza kumuona Peter Sherulile umri umeenda, lakini anaweza kufanya vitu ambavyo anafanya mchezaji ambaye bado ana miaka 20 na miaka 17. Why shouldn't he be the best? Why shouldn't we call him that, kwamba huyu ni player of the day, player of the month? Kwa hiyo kwenye mpira mimi hivyo si vipi 100%. Unaweza akawa akili ndogo lakini nothing, akawa akili kubwa akakupa kitu ambacho ni kizuri. Mimi ndio kitu ambacho nategemea kwa Peter Sherulile, awafumbe midomo watu kwamba mimi I came to do something in Young Africans. Sikuja kubezwa na mtu, sikuja endelea. Kizuri ni kwamba ana hofu ya Mungu, na hofu yake ya Mungu I hope. To your side, mpaka sasa hivi maandalizi yakoje kuelekea kwenye siku ya wananchi ambayo ni tarehe 9 Jumapili? Kila kitu kitakuwa ni surprise. Ujui nani ataperform, ujui nani msanii gani atapewa jukwaa, ujui nani atavaa jezi gani, ujui nani atawatambulisha wachezaji. So siku ya wananchi, everything I think will be the surprise, and it's what we are expecting. Kwa hiyo mimi nategemea hiyo siku itakuwa ni siku ya furaha na ya surprise nyingi. Siku hiyo ndio siku ambayo tutaenda kufuta majonzi yetu yote ambayo tulikuwa tumemaliza mwezi mzima tukiwa mapumzikoni. Kwa hiyo mimi na hope itakuwa siku ambayo ni ya kala, itapendeza, na tunaga jambo dogo. Mimi nikushukuru sana. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hot Peas.